Tukirudi katika hadithi tuliyotanguliza kuzisoma, hadithi mbili zinahusiana na masala ya kukatazwa watu kuyajengea makaburi na kufanya makaburi ni sehemu ya kuswali. Tatoa maelezo, kama maelezo yatarefuka basi tutafuta munasaba wa siku nyingine, kama ni kesho na mara nyingine, ili kimalizia kile kilichobaki. Lakini ni masala muhimu ambayo yanaigusa jamii yetu, na hasa kwa sababu kuna upotoshaji mwingi ambao unafanyika katika suala hili, suala la kuyajengea makaburi na kuyafanya makaburi kuwa ni sehemu ya kuswali. Tufahamu kwamba zimekuja ahadithi nyingi hapa, zimetajwa hadithi mbili, lakini zimekuja hadithi nyingi, zimekuja hadithi kwa tawatur zikikataza suala hili. Sasa zipo katika hadithi hizo ambazo zinazungumzia, zinakataza kuyajengea makaburi yenyewe, pamoja na kukatazwa kuyakalia na kuswali juu yake. Mfano wa hadithi hizo ni hadithi iliyopokewa na al-Imamu Abu Ya'la katika musnad yake, hadithi nambari 1020, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba amesema naha nabiyullah sallallahu alayhi wasallam an yubna ala al-qubur, amekataza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kujengwa juu ya makaburi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kujengwa juu ya kaburi, wa yuqada alayha, na kukaa juu yake, wa an yusalla alayha, na kuswali juu yake. Alikataza ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi hii iko katika musnad ya Abu Ya'la kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, hadithi nambari 1020, hadithun sahih. Na hadithi hii inafanana na hadithi aliyoitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi nambari 970, hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Jabir, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yujassasa al-qabr wa an yuq'ad alayhi wa an yubna alayhi. Mambo matatu kule, ametaja mambo matatu. Kuna moja limeongezeka kule, haliko katika hadithi ya pili, na huku kuna jambo jingine ambalo haliko katika hadithi ya kwanza. Jumla tunapata mambo manne. Kule kuna wa an yusalla alayha, hapa kuna wa an yujassasa alqabr. Kunasema naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekataza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kutia jasi, kulipaka chokaa kaburi, kapakwa rangi, iwe kwa majasi au kuchokaa au rangi nyingine yoyote. Ndio maana an yujassas, kupakwa jasi au kupakwa chokaa kaburi. Wa yuqada alayhi, na kukaa juu ya kaburi. Wa yubna alayhi, na kujenga juu yake. Hadithi katika Sahih Muslim nambari 970, hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Bali al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ametaja hadithi nyingine kutoka kwa sahaba Abu Marthad al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Anaeleza Abu Marthad al-Ghanawi kwamba amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, la tusallu ila al-qubur wala tajlisu alaiha, msiswali kuelekea makaburi wala msikae juu yake. Msiswali kuelekea makaburi na wala msikae juu yake. Kadhalika imekuja hadithi ambayo imepokewa na al-Imamu Abu Dauda katika sunani yake kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imamu Abu Daudi katika sunani yake, hadithi nambari 2042, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la taj'alu buyutakum qubura, msizifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi. Msizifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi.
wala taj'alu qabri 'ida, wala msilifanye kaburi langu ni Eid, ni mahali pa kukusanyika kila mara, kila msimu. wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, na niswalieni mimi, hakika swala zenu zinanifikia popote mlipo. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kwa ukisema hivi popote pale ulipo, swala yako inamfikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, msiyafanye makaburi nyumba zenu, msizifanye nyumba zenu kuwa makaburi, kwa sababu kwenye makaburi watu hawaswali. Kwa hiyo msikae tu mkaacha majumba yenu, hakuna swala, hakuna khairi yote mnayoifanya, hakuna tilawa ya Qur'ani, kama vile watu kwa makaburini. Kadhalika al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnad yake, hadithi nambari 10715 kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, qatala Allahu al-yahuda wan-nasara, Allah awalani mayahudi na manasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, wameyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni mahali pa kuswali. Kadhalika imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na hadithi hii ameitaja al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao. Katika sahihi al-Bukhari na hadithi nambari 1330, na sahihi Muslim ni hadithi nambari 529 hadi 530. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, kama hadithi tulitangulia kuisoma pale nyuma katika Umdatul Ahkam. Allah walaani mayahudi na manasara, wameyafanya makaburi ya manabii yao mahali pa kuswali. Kisha akasema bibi Aisha, walaula dhalika la abrazu qabrahu ghaira anni akhsha an yuttakhadha masjida, la usikuogopea hilo wangelidhihirisha kaburi lake, isipokuwa mimi naogopea kufanywa ni mahali pa kuswali. Kadhalika akataja hadithi nyingine. Hadithi hii ameitaja vile vile al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao, la'natullahi ala al-yahud, kama ilitangulia. Mwisho akasema, yuhadhiru mithla alladhi sana'u, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatahadharisha mfano wa yale ambayo waliyafanya mayahudi. Pia kuna hadithi kama tuliyosoma, ulaiki shirarul khalqi inda Allah, ambayo pia imetajwa na Bukhari na Muslim. Pia vile vile iko hadithi nyingine ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi nambari 532. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi imepokewa kutoka kwa Jundub ibn Junada al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, asema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ala zindukeni au fahamuni, wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid, hakika wale waliokuwa kabla yenu walikuwa wakiyafanya makaburi ya manabii wao na watu wema wao kuwa ni mahali pa kuswali, masajid, mahali pa kuswali au misikiti, kwa maana ile sehemu zao za ibada wanafanya kuwa ni msikiti, au wanafanya makaburi, wanaweka makaburi katika sehemu zao za ibada. fala tattakhidhu al-qubura masajid, zindukeni basi msiyafanye makaburi kuwa ni misikiti. inni anhaakum an dhalik, hakika mimi ninawakatazeni hilo. Na hadithi nyinginezo, miongoni mwa hizo, inna min shirari nnasi, hakika katika waovu wa watu, man tudrikuhu saatu wa hum ahya'un, ni wale ambao kitawadhiriki wao kiyama na hali ya kuwa wao wako hai. Wa man yattakhidhu alqubura masajid, na wale ambao wameyafanya makaburi kuwa ni misikiti. Wal hadithi inda Ahmad, ametaja Imam Ahmad katika al-Musnad, hadithi nambari 3844. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Allahumma la taj'al qabri wathana, ewe Allah usilifanye kaburi langu kuwa ni mzimu. Wa la'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allah awalani watu ambao wanayafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni mahali pa kuswali.
hadithi hii ameitaja Imam Ahmad vile vile katika Musnad, hadithi nambari 7358. Kwa hiyo ni hadithi nyingi, na bali hadithi nyingine zimekuja kuamrisha kuyavunja yaliyojengwa juu ya makaburi, pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi nambari 969, hadithi ya Abu al-Hayyaj al-Asadi, anasema kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alimtuma yeye Abu al-Hayyaj al-Asadi, akamwambia la tad'a timthalan illa tamastahu. Alimwambia, je, nikutume kwa jambo ambalo alimtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timthalan, usiache sanamu yoyote, illa tamastahu, isipokuwa umelivunja, wala qabran mushrifan illa sawaita, wala qabri iliyonyanyuka juu isipokuwa umeisawazisha. Pia Thumama ibn Shifaa anasema tulikuwa na Fudhala ibn Ubayd huko katika nchi ya Warumi, sehemu ya Rhodes. Tulikuwa sehemu za Rhodes, akafariki mwenzetu mmoja. Fudhala ibn Ubayd akaamrisha kaburi lake lisawazishwe kabisa, akasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama ya'muru bitaswiyatiha, anaamrisha makaburi yasawazishwe, pasiweke kitu juu yake. Hizi ni takriban hadithi zaidi ya hadithi 12 nimezisoma, zinazoamrisha kwa njia tofauti tofauti na asalibu tofauti tofauti kuonyesha kwamba haifai na ni haramu kuyajengea makaburi, na yakijengewa yavunjwe. Kwa hiyo baada ya adhan